Majina anaitwa Pastor Eric. Kimari yetu ambetawalisoni Murithi. Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Mwadhani ni mwonokia wa uturo bakwa. Kuna jambo la kufurahia na kushangilia kwa sababu ya wema wa Bwana. Ina ontubaku wiru na ukungwira na ontubu mwadhani Murungu. Bala mali nimefika ni kwa neema ya Kristo. Nontu arankinye tene neema ya Yesu Kristo. Nikijiangalia na nikitazama mahali Bwana amenitoa, moyo wangu unahisi kushuka na kunyenyekea. Akakuridhiria na kuna Murungu amuritete akuiba kuiniza zaidi na ukadhangai. Bana ni kwa neema yake. Nontu ni kiao kia mwadhani. Hata kupata na neema ya kusimama katika ya madhabahu ni Bwana. Kinya kuona hilo kuronga manene madhabahu ya ni mwadhani uetanite nafasi. Kwa hivyo leo nataka tuingie katika neno la Bwana. Akenda tukumendelea tutoro Murungu. Na rimu yetu leo Na moro toyoto ntukonarwa. Mungu ndiye anayetawala. Mwadhani no idhero akiadhana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaweza kufikiria, Anto bomba kudwaniati. wakuu wanaweza wakafikiria Kana nene no bomba kudwania. ni wao la tawala, Ni boba adha. lakini sio wao, ni Bwana anayetawala. Yende tia nene bomba kwadha. Ni Murungu idhero akiadhana. Wewe unaweza kufikiria Uwe naombe kudwania. katika familia yako ni wewe unayetawala, Nene familia kuu ate ni wawadha. kwa kazi yako ni wewe unayetawala. Nene ngwe kuu ni wawadha. Lakini ninataka uelewe leo, Ende akendo watabo. Mungu ndiye anayetawala. Mwadhani Murungu nuwe wadha kento kionde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yale yote unayotenda kwa maisha, Yale yondomba kudhija neno toro. unaweza kuona kana kwamba kuna jambo umefanya. Uomba kuona ya kontombe ta kudhija. Unaweza kuona kana kwamba liko bindi yako, Uomba usiona ni mpwesi yako. lakini liko uwezo wake Mwenyezi Mungu. Yende nontobo inya na omba ni wake Murungu. Na ukifahamu Bwana ndiye anayetawala na anayekuwezesha, Noki akomea mwadhani no wadhana no kombeza ya. hauwezi ukasesa na Mungu, Utomba kusedha na Murungu. hauwezi ukasesa na siku ya ibada, Utomba usedha kinyantu kwe nyumbenga hii. hauwezi ukasesa na wakati unaposikia huu ni wakati wa kwenda mbele za Bwana. Utomba kusedha kinya itarere kuwa tuetanande kwe na Murungu. Hauwezi ukasesa. Utomba kusedha. Ni kwa sababu gani? Ne. Kuna yule anayetawala. Kwe na ura omba kwa. Imefika wakati wa kumwabudu. Na leo kinya itarere mudala. Kwa hivyo nitakuwa na heshima mbele yake, maana ni yeye anatawala. Nonto no kwadha mkedo nene teyo. Tunapatia rais heshima. Ntoka neke raisi onde teyo. Tunapatia rais heshima wakati yako area. Itare okwe. Ni kwa sababu gani? Neo nto raisi anekere teyo. Ni kwa sababu ni mkuu wa nchi. Nonto arero imunene onde. Na akifika, Na kinya munene onde. ofisi yote iko hapo. Obisi ondere au. Wale mkubwa amefika. Nonto munene okinya. Kwa hivyo wakati wa Bwana ndiyo saindi mkubwa kuliko rais wa nchi. Nwe Murungu ne munene wanene baba ndegoro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati wake anapaswa kuheshimiwa saindi ya mkuu wa nchi. Itare atote tambere wakana itare mwadhani. Abati goteyo ankroki. Wakati mtu anapofika nyumba ya Mungu, Itare mtu akinya nyumba ya Murungu. unapaswa kuingia na heshima. Ubati gotonya nyumba ngaine teyo. Nimekuja kwa nani? Mbeye tekeo. Usipotambua umekuja kwa nani, Okara kumenyarea wete nyumba ya Murungu no yetekewe. hauwezi ukatulia mbele zake. Yani otombo kirewe kirewe. Utakuwa na eka. Ukeza wena toe tomato to. Nimekojewa mali. Yani kwa antombeteri. Onde zangu zitaharibika. Ate onde kwa marani manto bako kadhoka. Wateja wangu watapotea. Anto bako bakambeze antearate. Kwa sababu haujafahamu ni nani anayetawala. Oyo kia komenya no wetekerewe na no wadha. Hakuna kitu unaweza kuweka mbele yake. Otevyo ekelo kiamberewe. Hakuna kitu unaweza kupatia heshima zaidi yake. Otevyo kubati oteya saidi ya Murungu. Maana ni yeye ametawala. Nonto no wadha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninataka tuangalie
mkuu mmoja akenda tolole munene omwe ambaye anaitwa Nebukadneza. munene wetu wa Nebukadneza. Tuone mambo yake yalienda namna gani. Tuone na utamanto yake etre. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Danieli lele ukule Danieli 4 Danieli inya tusoma mstari wake wa Danieli 4 umefika. Danieli inya Hebu tusomee 4 peke yake alafu tutaanzia kuanzia 10 na kuendelea. Danieli inya tuambie mstari wa inya tukathoma na mugambo yoke Kiswahili. Maandiko yakawa mimi Nebukadneza nilikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi, nikaota ndoto iliyonitia hofu. Mawazo niliyokuwa nayo ine peke yake. Nitarudia samahani, 4 peke yake. Mimi Nebukadneza nilikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu alikuwa anaitwa Nebukadneza. Kwa mtu oetwa Nebukadneza anasema ya kwamba mimi Nebukadneza aliwa we munene Nebukadneza nastawi sana kukaa katika nyumba yangu. Nene wedre wakudharimika sana na starekete nene nyumbewe akiwa na furaha nyingi. Nena koweru okuinge nontu wakudharimika nonene maana kuna kitu aliyokuwa nakosa nontu tebiendedro atena vyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nebukadneza alikuwa mkuu sana. Nebukadneza munene otorabo alikuwa na ushawishi mkubwa na nare na ushawishi bonene sana. Alikuwa ni kama superpower nyakati zile. Wakuwa dhaiwe itaruke manda yange. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akastareka sana. Staresi ya werenge mno. Akaweza kuwa na furaha. Arezo na kuwerwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasahau kuna Mungu. Mwanka araolo kwenda kwena Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka tusome kutoka 10 kuendelea mpaka 17. Akenda tudome 10 mwanke 11. Usikie yale aliyoyaona. Udhikire bulombele kuona. Njosi za kichwa changu kitandani mwangu silikuwa hivi. Naliona na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukakua, ukawa na nguvu. Urefu wake ulifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Mayani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula za kuwatosa watu wote. Wanyama wa kodeni walipata uvuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani mwangu, na tazama mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni, akapasa sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafiekeni matawi yake, yapukuseni mbali mayani yake, na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Walakini kiacheni kisiki cha chini lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na 7 katika mayani maroro ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni. Sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika mayani ya nchi. 16 Moyo wake ubadilike, usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 sikapite juu yake. Hukumu hii imekuja kwa
kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai jua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wanadamu, naye umpa amtakaye, na tena umtawaza juu yake aliye mnyonge. Amen. Hilo ndilo neno la Bwana. Hilo rotetero mwala ni Mungu. Nebukadneza aliota ndoto. Mnene ona Nebukadneza arota kiroto. Kama vile umesikia. Otora tomba kuibwa. Akaota ndoto ya onyo. Araota kiroto kia kano kia ya kupatiwa onyo. Akera wawe imenyere. Jichunge. Imenyere. Akaonyesha mti mkubwa. Arone lomoto monene. Kelele zake kilikuwa kinafika kawa uko mbinguni nchi sana. Yani kama tawi ya wewe iteti kana moto wale mnonga. Ulikuwa mti mrefu na tena uko na nguvu sana. Yale moto mraya mno na yue na inya mno. Katika huo mti manda kwa kawandene mtayo. kulikuwa na matunda. Ne yale na matunda. Kulikuwa na kivuli kizuri. Ne yale na kedie keke. Watu hivyo wanyama na kile kitu kinakuwa kinakaa hapo chini yake. Yani kento kionda ke ya kuena moto ukikaibwa. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza akapatiwa ndoto. Nebukadneza hawa kiroto ya kuonyesha huo mti. Arone lo moteyo na uwezo huo mti. Naomba ni bo moteyo. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza akashindwa kuelewa. Nebukadneza alikuwa kumenya ndoto. Ni nini inaendelea? Araone ni bibi otambele. Ni nini hii Bwana alinionyesha? Ni bibi moda niombonia. Lakini watu wakaitwa kwa wingi. Ende autobareto kwa wingi. Ili watafsiri ile ndoto. Nekenda bomba kutaura kiroto. Lakini hawakuiweza. Lakini batamenyere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndoto ilikuwa inaonyesha Nebukadneza. Kiroto kekiona na yamunene Nebukadneza. Ikamuonyesha wewe umekuwa mkuu sana. Kiamuoni wano ayeto munene mno. Ukubwa wako uko juu sana. Unene bwa kubwa kinyetero mno. Matunda yako wengi wanafurahia. Baba ingi bako wele wakionane. Wengi wanafaidika. Baba ingi bautedeka. Wengi wako hapo chini yako kwa kivilicho. Yani baba ingi baende kedhie kike yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Nebukadneza akasikia kuna mtu mmoja aliyekuja. Nebukadneza alikuwa mtu mmoja. Mkuu wa wakuu. Munene wa nene. Hebu tusome 16 na 17. Katugome mpala hiyo 16 na 11. Moyo wake badilike. Usiwe moyo wa binadamu, na pewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 sikapite juu yake. Mstari wa 15 tusome kidogo verse 15. Walakini kiacheni kisiki sasina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na 7 katika mayani maroro ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika mayani ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni ujumbe ambaye Nebukadneza alikuwa anapatiwa. Hiyo ndio ujumbe bora Nebukadneza amba kunekeroa. Lakini yule aliyekata mti, hebu angalia verse 14. Katolo alirombe kuita mote nene mstari wa 14, akapasa sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafiekeni matawi yake, yapukusieni mbali mayani yake, na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaona sauti ikatokea ya mkuu, yani araibo kayoka munene kaya, akasema ukateni huo mti. arawa moteyo yo itwe. Bwana Yesu
asifiwe. Amen. Lakini usingolewe, kisikiti yake ibaki. Arawe endegetina kemoteyo kaketi wende kekuasie merukeroi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoinuka Aleokera ikawa sauti ya mbingu inasema, ratweka kayokero ikakuwa ufalme wa Mungu umekasirika unene bworo bokodora kwa sababu ya kuinuliwa kwa Nebukadneza. nonto waokerwe munene Nebukadneza. Ikawa ameambiwa mti ukatwe. Arero moteyo itwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini usingolewe, kisikiti yake ibaki. Ende moteyo aitwa yuakorwe tileketiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka miaka 7. Mwaka miaka mwanja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nebukadneza alikuwa anapatiwa hiyo ndoto kane kero kiukenjere kiroto, ikiwa ni onyo ya kumsuia moyo wake usiinuke asahau na Bwana. yani akiaya wa onyo ateokera okolo imorungu Asiye akainuka akasahau ni Bwana anayetawala. ateke kokera mno olo kinyoke gona kwaga ne morungu wadhana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo akaonyeshwa mti ukiinuka sana, Arono moteo kerete mno, kuna yenye mwenye uwezo zaidi anaweza kuukata. arono kwena ora enenya koroki Na kiukata kisigiti kikibaki bado kinaweza kikamea tena. yani na itaketile ya tiara aumbe ya kinyake tile urenge kokura Kuonyesha uwezo wa Mungu vile ulivyo mkuu. ona leria omba ni mwadhani morungu ora boibonene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema katika verse 17, Maandiko yatwera nene mstari ya 11, hebu sikia, hukumu hii imekuja kwa agisho. hukumu hii imekuja kwa nini? Kwa agizo La walinzi ya walinzi wa mbingu, na amri hii kwa neno la watakatifu. na amri hii kwa Neno la watakatifu, kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudia hapo vizuri wasikie. Kusudi walio hai. Kusudi ya walio hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani ako hai leo? Ni mimi. Nani ako hai leo? Ni mimi. Kusudi ya walio hai wapate kujua. Kusudi ya walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala. kwa kuwa aliye juu ndiye anayetawala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii mti kukatwa Nekenda moteyoko itwa ni kusudi ne nonto watu walio hai watambue anto marame moyo bombe komenya kuna yeye anayeishi kwena urotora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ikawa ni onyo kwa Nebukadneza. Kwenda ne kwao onyo kene Nebukadneza. Umemaliza. Katika ufalme wa wanadamu naye umpa umtakaye. Katika ufalme wa wanadamu yeye umpa yeye atakaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Mungu anayepa hela. Ni mwadhani wa yana. Sio kwa uwezo wako wala kwa nguvu zako. Penye kuka na umba ni bwako. Sio kushindwa kukaa kwa kanisa kwa sababu ya shughuli ya kikazi. Tento bakora kwa kanisene nonto bakuora wena nto babange ba uhitaji. Sio kushindwa kuingia mkesa kwa sababu uko mbise. Tento bakora ukinyakesa. Ni Mungu anayepea wale anayetaka. Nonto rembise ne morungu oneka ila antinto bara kwenda kanonene. Kwa hivyo ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Nonto boinya na omba ni bomorungu. Tena mtawasa juu yake aliye mnyonge. Tena mtawasa yeye aliye mnyonge. Orengi na mombe ga yauro tena inya. Kwa ukiwa na unyonge au kama ukiwa mnyonge, Ukiakodo tena ombani kana oe mnyonge. ni Mungu anayekuinua mtu aliye mnyonge. Ni morungu ombe ga ya kinyoro tena inya. Kwa hivyo unyonge wako usikutishe. Kwa ukulemero wako kwako makia. Lako tu uweke tumaini kwa yeye anayeinua wanyonge. Yani ukiako mamanya no eka kuelero kilewe no okera
okera yenya bara batena inya ni yeye anainua wasio na nguvu. no okera yenya bara batena inya. Kwa hivyo nguvu kwa Bwana sio tisho, yani inya ke mwathani Mulungu teko makwa, maana ni yeye anainua. no ntokinya boko makia no bosobu no okera ya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukifahamu ni Mungu anainua, okera komana Mulungu okera ya, mambwembo yako yatakutisha. yani mbwembo siako iteko makia, Hakuna kitu kitakaye kubabaisha, otevi yako babaisha, maana utanajua ni yeye anayetawala, yeye anainua kutoka mtu aliye mnyonge. yani okamenya oyo okera ya mtu kumanze mwakamwe kegoro nuwe wathana ke manto yonde wamunekera manto aku no teba wina wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninataka tufahamu Nebukadneza alipopatiwa ndoto, je, alitii? Akenda torojeria ndere Nebukadneza alikuwa onyo kwenye kiroto. Kuna hata wewe ndoto Bwana amekupatia. Kwenda kinyawa kiroto Mulungu akwete. Je, umesikia ni nini Bwana amekuambia? Nibe tuora mwadhani Mulungu akwelete. Kama unangojea matokeo yake ifike, kanano tere rishoti siumira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tutaenda katika hiyo kitabu tu tuweta na mbele nene ukureu ile kuanzia mstari wake wa 28 mpaka 34. tukadhoma Weus chapter 4. Nataka usikie kwa makini, maana hatutarundia mstari kwa mstari. Kwa hivyo uwe makini, uthikire bwega kenda tumba kuwata inya 28 mwaka 30. Haya yote yakampata mfalme Nebukadneza. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya nyumba la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi, uwekao lango la kifalme kwa uweza wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Hata neno lile lililokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadneza, maneno haya unaambiwa wewe. Ufalme huu umeondoka kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa mayani kama ng'ombe, na nyakati 7 sitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye umpa amtakaye awaye yote. Sasa hiyo jambo hilo likatimishwa, likampata Nebukadneza. Alifukuzwa mbali na wanyama, akala mayani kama ng'ombe, na mwili wake uliolewa maji kwa umande, hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kuza zake kama kuza za ndege. Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadneza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirundia, nikamuhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aisiye milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake undumu toka kizazi hata kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nebukadneza, mnene Nebukadneza, usoma hii yangu ya mstari wa 28 na 29. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia kile kiliharibu Nebukadneza. Nikiria bila byathukangerie Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote yalimpata mfalme Nebukadneza. Mambo yale aliambiwa katika ile ndoto yalimpata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miezi 12 baadaye, miezi 12
aliona maono, akatafsiriwa yale maono, miezi 12 akasahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani ile ndoto aliyoambiwa vile inavyosema, miezi 12 baadaye alikuwa amesahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia yale yaliyompata. Mfalme alipokuwa akitembea juu ya paa la nyumba la kifalme la Babeli. Hii nyumba ya kifahari, hizi magorofa iko na maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nebukadneza akatokea siku moja kwa yale mambwembo ya wakubwa, ama kama kawaida ya mwanadamu, akatembea juu. Maandiko yarua areterego. Akaangalia mji. Alwelia ntora yawe. Mji wa Babeli. Nene tora la Babeli. Umejengwa kisawasawa. Yani arona orantora yo kibwega. Unapendeza sana. Ore dongomi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani mfalme anapotembea kwa dari yake huko juu, mnene etetete ikulu yawe rongorobene. akasema mimi ni, yani kiburi kila mwera na wahai. mimi ni hatari. Arawa weno mnene. Mimi ni maarufu sana. Yani arawa wene mto mnene. Usikia? Alisema. Sikia vile alisema. Je, si Babeli mji mkuu niliojenga? Hii Babeli sio mji mkuu niliojenga kama makao ya kifalme? Kama makao ya kifalme. Kwa uweza wangu mkubwa na kwa ajili ya utukufu wa enzi yangu. Kwa ajili ya utukufu, yani kwa ukubwa na kwa ajili ya utukufu wa enzi yangu. Ya enzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatembea, aretaita, akaona hii Babeli, mji mkubwa. Arona Babeli etora lele nene. Nimechenga kwa fahari yangu mwenyewe. Yani mbokete naomba ni bwako niningwa. Kwa sababu ya enzi yangu. Nonto buone ne bwankwaza ndene bukaninesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani akaona hiyo mji ni kwa sababu yeye ako na hekima sana. Aralo elietora rwasiona nonto we enomenyona imuntu we sawa. Yeye ni kila kitu. Yeye asiona ni nto bionde. Akasema ni kwa fahari yangu mwenyewe. Arasiera ngwa mbingu ikaka. Niradora nonto ba ikumye ba mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu ikafanya nini? Ikasirika. Maneno hayo yalikuwa bando katika midomo yake wakati sauti ilipokuja kutoka mbinguni ikisema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akungoje watoke hapo. Atetere umare au arasia sauti hiyo. Akiwa hapo hapo akimalizia tu kusema. Aliawa una wikumya wakuwate nuo bweleti akaraia. Sauti ikatokea. Hayokaremra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikasema nini? Mbingu ilawatia. Mbingu ikasema, Mfalme Nebukadneza, hiki ndicho kilichoamriwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaambiwa kwa sababu ya maringo. Arero nonto bwa keburi. Hii imeamriwa kwa sababu yako. Eoro narone bwa wadho bwa litabo nonto bwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikasema nini? Hiki ndicho kilichoamriwa kwa ajili yako. Mamlaka yako ya kifalme yameondolewa kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaambiwa mamlaka na uwezo wako wa kifalme umeondolewa kutoka kwako. Arelo kumanande nonto boko siokerio wakuna kosiona. Wadhani bonde borodha na Babeli bokuma mari akiriwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapojiringa la kujinua, itereosi basomno no asiokeria. huo uwezo unaondolewa. Uomba ni bou kama ulitaita wakiriwe. Unabaki na historia. Wati wanarono. Nilikuwa ninafanya. Nindelagia. Nilikuwa na uwezo fulani. Ndare naomba ni una. Lakini kwa sababu hukutambua ni nani anayetawala, nonto tare okomeano wadhana. ukajiringa ukaondolewa. Uraikumya uralitaitira unane Mungu. Utafukuzwa mbali na mwanadamu.
ukaishi pamoja na wanyama porini. Utakula manyasi kama ng'ombe. Nyakati 7 zitapita juu yako mpaka utakapokubali kuwa yeye aliye juu sana ndiye anayetawala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba maandiko akaambiwa basi umefika mwisho. Arero na neo kinyamodia. Utafukuzwa okengwa mbali na wanadamu. Akwena anto kwa muda wa miaka 7 ama nyakati 7. Itere miaka mwanja. Aka wakati utakapotambua mwanke itaroka menya Bwana anayetawala. Atene mwadhani Mungu wadha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaweza kuangalia kwako, unaona idhari wako, uonekana kwamba ni wewe unayetawala. Wanjerie kuoka kwezo ate uoni mbagana. Lakini hapana. Enderendo kwela kinyawo wa uiwa. Kuna Mungu anayetawala. Kwena Mungu wadhana. Ni kwa sababu gani? Nonto bwae. Nebukadneza alikuwa na mke. Nebukadneza nare na mwekoro. Alikuwa na watoto. Nare na ana. Alikuwa na ufalme wote ulikuwa unamtegemea. Nare nyana nto baba rende baba mwerere. Lakini kwa sababu ya kushindwa kutambua ni nani anayetawala. Lakini nonto bakore yako meano wadha. Network zikangolewa za wote. Yani connection si barabonda baita Nebukadneza inaitwa mawasiliano ya hata mke wake alikuwa anaonekana kwamba mtu mzee ako area. Yani Mungu abweje atoka kinyamo yakoro atori na mkorore. Watoto wakakumbuka hawakumbuki baba ako wapi. Ana bare kwa Mungu baterika na nyinyi na babare. Security walikuwa wanasema security yetu iwe tight kulinda mfalme. Mungu aradho atueka kinyote ambare kauria monene. Sijui kama alitoka kwa mfalme akiwa kama paka ama manke, sijui alitoka namna gani. Atego manate Mungu arato manore watu mero yumbe kila mtu na torere mosie ng'ombe etete kula nyanki. Hata mke wako kukukumbuka ni Mungu. Yani kinyamo yakoro hatari kanere ni Mungu oriterengwe. Nataka kukuambia wewe, arendo kwera wewe, hata mke wako kukumbuka ni Mungu anataka. Yani kinyamo yakoro korika na Mungu wenda. Hata mzee kukumbuka mama kwa hapa ni Mungu anataka. Yani kinyamo korika na ndena mwekoro ni Mungu wenda. Hata ndeti wakakushika ni Mungu anataka. Yani kinyamo onda barabo kuendelea. Network zinaweza zikapoesha ukawa mfano tu hapo. Yani Mungu network no elitaitwe watu kuona watu ore example. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote mitambo ikakatwa. Yani mwonga mawasiliano Mungu araua. Hakuna aliyekumbuka mwingine. Ndio menyatewa wadhana tewa wele airoa otewa kurika na miaka. Bwana Yesu asifiwe. Ati unasema uko mbise kwa nani? Yani wao waoni kande mbise itokenda kwa mandote kadho. Mfalme Nebukadneza alikuwa mbise saindi. Yani mnana Nebukadneza eri ne babeli yombe na nene baba msalaba. Lakini hakuna aliyemkumbuka. Lakini maajabu otomerika na miaka mwanja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miaka 7 hakuna barua iliyostahili kufika kwa mfalme. Yani miaka mwanja otewa arwa kinyana ofisonge bawo toko urimu na aite amba. Wote Mungu alitawala. Mungu akadhana oteginya bidoka bonde yana koyana bisasawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini la kubabaisha unatoka kwa Mungu? Yani mbibi kwa makasia mwangoko marike Mungu. Wao kijua ni Mungu anatawala. Oke akome Mungu wadha. Kila wakati kisikia pigia Bwana magoti utapiga na kuinua mikono juu. Yani ontobo kuhusiana Mungu wabwibaswa watulia maruko wayo yange baba iwo wadhana. Utampatia heshima. Wamweteyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati uko na pesa unaenda starehe unasahau na Mungu. Yani uko wandembisi nontonde na kiondo ito ndombele iwapendwa. Nebukadneza alikuwa mfalme. Nebukadneza atare mtu alikuwa kwa fahari yake, akainua akasimama kwa fahari yake. Yani aliyotosoleka kidogo mtu areko nyira nyinkara no. Yani alo elie fahari yake. Tembea
akasema hii ni mali yangu, yani etetete ako bibyo nde byakwa, iko fahari yangu mimi mwenyewe. no ntobo wako ni munene. Akaambiwa utajua au jui. Arero nandende ukamenya otisie, hii mali unasema ni yako, intobyo kuibyako, nitakutoa kwa wanadamu, ndiende kintobyo tebyo karen koritekere anto, nikupatia hofu ya miaka 7 kwa wanyama. yani nkuoritaiteke anto miaka 7 kwevye ng'ombe. Ati tumbo yako imezoea kula nyama, yani norere ngoko nyama mwanka olwa na papochoposo ya kifalme. yani na intobyo vya kionene. Sasa nitakuonjesha nyasi ujue ni nani anayetawala. yani nani kubya starehe bitawiri yani antobangoe nkwalole kwevye ng'ombe ore ya nyanki. Mfalme akatoka kwa kuku na nyama choma, yani munene umenyerete nyama soma starehe kudhamba dhambo moro majanji aherwa nande akapeleka kukula nyasi. Araiko kule nyanki. Ni kwa sababu gani? No ntoboe ya kushindwa kutambua ni nani anayetawala. No ntobo kule akomenya no wadha kana noreko umwete ule mwanadamu unakuja kwa nyumba ya Mungu umekalia miguu. yani mto akeya nyumba ya Mungu kakarelete maro na lewe yete dhalita kana dhaidano. Wale Yesu asifieni. Amen. Ati unalala lolopata usingizi, yani ate ukamama ukona toro ukijua ni Mungu anatawala, okeme ya Mungu okwadha, hata hiyo usingizi ni Bwana anafanya ulale. yani manjabu nkabwera bo pasta akiwa kinya kuona toro ne Mungu otoma ona toro no ntokwe muntu biba sona muntu wasindano kenda toro yeya. Bwana Yesu asifieni. Amen. Ule mtu anapewa mapeni kila kali, yani kwa muntu we etra tibi wa venera tuke nino mwakawe ndawa ila ndito. Bwana Yesu asifieni. Amen. Ukiwa kuna maumivu mengine, magonjwa mengine, inabidi urungwe zile zidalo za makokeni na bangi. yani watu keribindi ndawa indito sio tumero makokeni na bangi endo weswa ili uweze kuweswa mwili utulie, kenda mwere ywa dhaifu yo uroka. lakini wao unalala siku ya Sunday. Lakini no wana ntontukwe kanisa niyo ntukwere Mungu wateya batu. Tumishi wa Mungu akikuuliza nini kuku namna gani, waru wale na teko ukali ndomba nikausingizi tu. uko waturu wale mpendo Unauliza mwingine, uko ruonge itu shughuli tu. bamo boru wakawa Ukijua ni Mungu anatawala, okia kolo kamenya wayo kamenya hata hiyo kupata usingizi na tushughuli. okuona tombize na koko mama ne Mungu wabana kebyonde Utajua ni Mungu anayetawala. okamenya kinya kuombana kuona tombise tutongoe kuona kinya toro ne mwadhani wabana. Ati nilikuwa tunakaa kwa hoteli tukakuwa na starehe, yani twendele totoembise hotelini antuamwe kokedwa kwa starehe, nikashindwa kufika kesa, yani ndale mwana kinya kesa, nikashindwa kufika ibada, ndale mwana kinya kaniseni, yani kufika kwa hiyo sherehe. yani ukinya serene ule Kama sio Mungu huwezi ukafika. kinya kedwa te Mungu kuombeze tia kwa inya Kama sio yule anayetawala na kuwezesha huwezi kufika. kile atora wadhana akwa inya akwa maroyo eta oteki. Ati ukombisa kutafutia familia unasahau na Mungu. yani toni nde mokoro embise kusoerana ibo ntokinya botembo na wapendwa tuombeane nimebarikiwa. Haleluya. Yani Mungu akikataa, Mungu akiakorea utakuwa ukiangalia familia kwa macho. okedro akiokelo la se family korieni ndo weini kure yelo Kaja nililaso si. tuko mwe mse mama sibitari. Sasa nikiwa kwa kitanda, tandeni mama sibitari nikauliza arori ya Mungu. sasa leo wacha nitoke nikaone mama Kanana, Luare kambu marende tandene ama nikashughulikia watoto wangu. tenga shugulikele mwekoro kwa na tuana mbete mbuwe luare ni mokoro ni komenya ba family, Lakini sikuweza. area okera kona te okera. Bwana Yesu asifieni. Amen. Nikauliza sasa mambo yangu, Endele brandi kumaende mokoro kiwa ini menyeramo sia. mimi ni nani? Winde mbida ina ntao kinyenyamo sia rambo nana baba bare. Hawakulala na njaa Batara re lampara wala kuhitaji
kanaba ulia bionda bila bakwenda baya na niko kwa kitanda. na wewe sibitari arena. Sasa nimefanya nini? Na hata mkoro Ni yule aliyetawala ndiye anakuwa akishughulika. Kanisa tomenye ora wathana no tomakinya waku kuria boya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule anayetawala Ora watha ndiye anayefanya hata chakula ukipata ifike kwa nyumbani. No tomakinya wa umara akwambia koreko na byo soka musie. Ndiye anayefanya customer wa kuangalia na wakuone. No tomakinya wa teya baushoa. Unaweza kukaa hapo kwa nyumba na wao wanakuona wanaona kama mti wanapita. Wamba korua nyumba baka ngavya bakiora siana kwa nyumba ruoroa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikutana na mtu anakuuliza ili leo ruorelea. Yani nyumba umefungua miaka 2 anasanga ni lini ulifungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kuonekana customer afike ni Mungu. Yani kinya kuonekana customer ekao ikumia anganuise kwa riabo saidia bange ne Mungu okombegasia. Ndiye anayetawala ndiye anayewezesha. No tuadha na no kuombeza yako akinya wateja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani kila kitu ni Mungu. Maisene onto bwanga ne Mungu. Na unapaswa kuelewa na kusoma vizuri nikienda kumalizia. Yani no bateri komenya bobo wegati. Bwana ndiye anayetawala. Mwadhani no adhana kionto. Wewe unachiondoa hapo. Okairi taitaboro siekete. Unaambia Bwana mimi hapa niko uwezo wako. Okera Mungu baba yende thebo. Ati unashindwa kuja kesho kwa sababu ya usingizi. Nini hiyo? Yani ni mbibiu oko wate ni toro ndaiberu wasia. Hiyo usingizi ukikosa utafanya namna gani? Utaenda kununua? Yani aroriele toro yongo kuonera tomerendo kinya kanisa na kesa. Eki akora re koweta kuranga owo muntu. Utaenda kununua usingizi. Koweta kura toro. Ati ni mke anafanya nisiende. Ata imwekoro tomerante. Network sikiposo kama za mke wa Nebukadneza utafanya namna gani? Yani okagolo kwa disconnected re ya mwekoro Nebukadneza miaka 1 na tokezia re wo sokurenge. Mke wa Nebukadneza Mwekoro Nebukadneza akuwa mama. Na bare mwekoro ya owe. Si alikuwa miaka 7 akapigwa mbanta. Miaka 1 aregero mkoronja na atala la mekere na watu Mungu wa dhaki nyanja iwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuelewa yuko area wala mpango wa kando. No, hakuna kitu kama hiyo. Hata itai kodhone kwe mkorore okwendeka kana utweka kwe nindie kwenda mkoro miaka 1. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati ni watoto. Kana ni tuana mkoro amenyera. Nebukadneza kuwa na watoto. Nebukadneza miaka 1 atara mwana omweta ndande wale mwako mwetherene. Alikuwa na wao. Noe. Lakini hata watoto kuuliza baba ako wapi pio ikapotea. Neti wakanya mwana koria mam ndanieko miaka 1 utile. Hata watoto kukukumbuka wewe ni baba yao ni kwa sababu kuna Mungu anayetawala. Kinyana korika na kwenda ndande ne Mungu kuadhana. Mungu akipoteza mawasiliano kwao wala sawa walikuwa na baba. Yani Mungu agenda kuangora viua ya bateriga na nyama. Wala sawa kama una wabakangorwa. Ni kwa sababu gani? Ni Mungu anayetawala. Ni Mungu wa dha kento kionde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kijana mmoja rafiki yangu. Wewe na kijana msore we. Ati chakula ndio inakusumbua wewe si ukafunga. Yani amura wone kento kensumbura muno. Bwana Yesu asifiwe. Inkima kwa antobagela. Na daktari akikuweka sheni ya meno utafanya namna gani? Aba mura taira. Yani amuri okiweta sibitare wakande kanware okero woni ki. Au yala mtu amefungwa meno. Otona muntu wekeri nyororo aringi na akira ki. Ati mimi siwezi nikafunga. Are autoko tena obya kura. Yule anayetawala akisema ufunge mwaka utafunga. Yani ora wadha okiagodho ntukwe mwaka otomba kuirita Jumatano ya kuromba. Akiakuwa no kainga ke lazima. Weka ande kanwa ndagwera ndo mweri yomwe ta otekoroma no kunu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa ukiangalia chakula na maso. Okalola siangimo kwa waloi nile ya wai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasema at least mtengereze kausi niweke.
akawabwethieni ake nyama na siteringa wanjuisie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu yule anayefanya ukule chakula ni yule anayetawala. Yani no mto wenda kinyota mbura korogo kwango kwa wiki nyako asigwa ne morunguro watha no wenda uria boya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umtambue na umpatie heshima yake. No mwanko morikogi na esi no mwete yorawe. Bwana aliuliza wiki iliyopita, kongo morikio mekeke adirele, Mungu alisema morungu araua wapi heshima yangu? de kwete yora kore antu bako bompa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe iko wapi heshima ya Mungu ambayo unampatia? De kwete yora to kona kila morungu. Jiulize. Siorie. Na mimi nijiulize. Na onde siorie. Hatutalazimishwa ama kukumbuzwa vitu vya kumtumikia Mungu ambaye anatawala. Yani tutenda kudhiera muno tukanyeru muno kenda tuonekana kusoma Mungu watha. Na ukumbuke Bwana akisema ufunga utafunga kwa design nyingine hatari sana. Na nakuoria neonywe kuritwa tafadhali. Yani akakuwa Mungu oinge no wisio ko ingelia. Nebukadnezar arere nyangine rankima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakukufa na baridi Na afya nereo mtempia mona nywele ikamea akawekwa kangosi. nywele ilakorote kwenjo munene atora na Bwana Yesu asifiwe. Hata walipomuona sijui walikimbia namna gani wakili. Ni kuongea aliongea wakasikia na arerie baragwa sauti niwe no ntware kwa nyumo. Osetha miaka mwanja utenjo mutwe kireru utenjwa. Ile itondwara. Ile leo kareo Kawathukire na tulolo iwa munene mwakoro ngwaroria mukai maindia sweet. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukijua ni Mungu anayetawala, ukiakomeane Mungu watha kwa mke wako na kwa watoto utapatia Mungu heshima. Nana utekubyo ko wibyo kuriera ukamurungu eteyore we no amusoi tare ombe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wako utakuwa na roho ya kunyenyekea. Koro ekuekezo na koro kuinisha. Maana ni Mungu anayetawala. No mtoni mwadhani watha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, leo tutete kuromba, ninataka uweke mawazo yako na uangalie ukuu wa Bwana. Ito turageria madhoni yetu. Wewe wako uwe na shukrani. Nkoro yetu ndo na nkalo. Moyo wako usijawe na kiburi. Nkoro ekueke yako ya wa neo ikumia. Umwambie Bwana ni wewe umenisaidia mahali nimefika ni wewe. Mungu baba ngwete kianginyete ne uwe. Torare mpemno, tora ndende saidie bange ni wewe umenisaidia. Nilipatia kijana mwingine onyo. Na ere mwana kijana onge tahadhari kana onyo. Nikamwambia hii design ya kuja kama yani nionekane nimefika nili nisipigiwe simu na unaondoka au chui unafanya nini? Aramwera uwe kwe ya kuonekana yani orona walito bare anjanja kirazi. Appearance ake yake akamako kerejistera mwalimu yenu. Basi ukiweko tiki anatoka kwa darasa. Unatoroka unaenda wapi my friend? Owe ore ya uonekana nyumba Mungu ni anto kweto siona ni kebo kana inaoku matokete. Yani kutoroka na hiyo miguu kutoka na kwenda ni yeye anayetawala na kuwezesha. Yani kinyaku kusiona kusibwa ate wena byotoro utumira ome ni Mungu okombithetie. Lakini nikampatia onyo kwa sababu maandiko yametuambia tusipowapatia onyo tutaulizwa swali. Yani na mwere tabari ndana nyumba ya muratre o tokare okwera totalite yamba kama nkwere ore okemenya nkwerete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niomba kila mmoja kaweze kusimama. Na kuria kanisa umosi yetombe kurungama. Tunapoenda kumwabudu Bwana. Yato tete kudadha Mungu. Angalia. Raitheria. Mwambie Bwana ni wewe unayetawala kwa maisha yangu. Mwele baba nkomane wewe. Mwambie Bwana mimi kwa familia kwa kazi yangu mimi siwezi bila wewe. Mwele mwadhani nkomea buonde. Kinyabora bonchumbora. Na bora buonde kwene. Mwambie ni neema yako Bwana imenisaidia. Mwele baba ikao kia kuke mbomedeti. Kama wewe ni mzee kupata mke ambia Bwana ni kwa neema yako. Ozo mokoro kuna mwekoro kana nyambo mwekoro kuna mokoro. Nene mwadhani Mungu. Unaweza hata ukarembeka sana lakini ushindwe na mtu akose wa kukuangalia. Yani omba kwezo akinyo ikumayoro lasi asiso kuongari udongomi sana. Lakini kwa sababu una neema hiyo
unakosa hata wakukuuliza kitu. Unaweza kuwa mali unakosa hata wakuoa. Yani omba kwanza kinyawe na into na wasikinyawe kura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa kila kitu ni Bwana anayetawala. Ende kile onto kwanza nene maisha okorosierera wewe menya ni mwathani Mungu ukumbithagia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka niweke wimbo wa kuabudu. Kaweze kushuka mbele za Bwana umshukuru.